na katika kuepuka, epuka hasa suala zima la dhulma. Ndilo ninalomalizia nalo katika masiku 10 haya ya Dhulhijja, na katika miezi mitukufu hii tunaoishi ndani yake, na katika masiku yako yaliyobakia katika umri wako, epuka suala zima la dhulma, kwa sababu ndio wasia aliotoa Mola Subhanahu wa Ta'ala wakati alipokuwa aizungumza hii miezi minne kwa jumla, ambapo miezi minne mojawapo ni hunu mwezi wa Dhulhijja tunaoingia, hunu Dhulqaada tulionao wa kwanza, wa pili Dhulhijja, wa tatu Muharram, wa nne Rajab. Alipokuwa aizungumza miezi minne hii kwa jumla, alituambia wasia wangu waja wangu, fala tadhlimu fihinna anfusakum, musidhulumu nafsi zenu kabisa katika miezi hiyo minne mitukufu. Na inapoingia masiku 10 katika miezi mitukufu, huo ni utukufu juu ya utukufu umepambana. Kwa hivyo ile dhulma ndio uepuke zaidi, kumdhulumu Mola wako kwa kumkufuru, kumdhulumu Mola wako kwa kumshirikisha, kujidhulumu nafsi yako kwa kuvitumia viungo vyako katika sehemu ambazo Mwenyezi Mungu amekataza, kumdhulumu mwendani wako kwa kumchukulia haki yake pasi na idhini yake. Dhulma aina yoyote kuwa mbali nayo, kwa sababu dhulma kama alivyotuambia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, dhulumatun yawm alqiyama, dhulma ni magiza siku ya Kiyama. Siku watu wamefuliwa, wahitaji kuwa na nuru na mwangaza ambao utaongoza kuwapeleka peponi, wewe watoka katika kaburi lako giza tupu, huoni mbele, kwa sababu ya dhulma ambazo uliondoka nazo hapa duniani. Mola Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika hadithi al-Qudsi kwa walimu Bwana Mtume Muhammad, ya ibadi, enyi waja wangu, inni haramtu dhulma ala nafsi, mimi nimejiharamishia dhulma mimi mwenyewe si dhulumu, fala tadhalamu waj'altu bainakum mahrama, na nikaifanya hiyo dhulma kati ya baina yenu nyinyi kwa nyinyi ni haramu, fala tadhalamu, musidhulumiane. Leo tizama hali ilivyokuwa mbaya, tizama hali ilivyokuwa mbaya toka ilipokuwa watu wana haya na kumuasi Mwenyezi Mungu, imekuwa sasa haya imeondoka. Toka ilipokuwa vijana wameharibika, pengine wawavamia watu ambao ni wakora wendani wao barabarani, sasa hata kama ni mtu na heshima zake, pengine ametoka kwenda katika ibada, pia avamiwa, atoa kipanga kijana, hata bila kujali atamkata mtu kwa ajili ataka simu ama ataka pesa alionao katika mfuko wake. Bal hali imekuwa mbaya zaidi kwa sababu ya watu kutofautiana katika akida, watu kutofautiana. Wewe wafaa ukiswali, wewe hufai kumswalia Mtume, wewe lao yafaa. Imekuwa watu wapigana ndani ya msikiti mpaka watu wa visu watindana. Hii ni hali mbaya. Ikiwa hatufuata wasia wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fala tadhlimu fihinna anfusakum, hakuna dhulma zaidi ya kumuua mwendani wako. Inshallah yeye wapingana na yeye, mapingano yote uliokuwa unapingana na yeye, soma maulidi hasoma maulidi, toa dhikri sitoe dhikri, mswalie Mtume baada sala simswalie Mtume baada sala, lakini mpaka la kufika ataka kuingia kiblani kuswalisha, utoe kisu mabana wewe, madamu utamswalia Mtume baada sala hufai kuswalisha. Chinji la mbali ndiri gani? Yaani tumefikia wapi sisi katika hali hii? Haya ni mambo ambayo lazima wazee, wasomi, watu ambao wana fikra, wenye mawazo na busara wakae chini wayarakibishe haya, wa illa tutafika katika hali ambayo ni mbaya zaidi, hali ya kutoliliwa anayefariki na kutofurahikiwa anayezaliwa. Tutafika katika hali lam yubka limayitin wa lam yufrah limauludi. Tutafika katika hali anayeondoka duniani tuona kitu cha kawaida, takataka kimekufa hiki, twende tukakizike. Mtu ile hata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itakuwa hakuna. Mtu amepata mtoto, kiumbe cha kawaida, watu mfanye starehe zao, kizazi kimekuja. Ndio hali ambayo tutafikia nayo ikiwa watu hawatokaa chini kuamua kuyarakibisha na kuyatengeza. Watu utafautiana, lakini haiendi mpaka kumshika kisu kumuua mwenzako, ambapo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam atuambia, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun, kutukanana waislamu wako wao ni ufasiki. Wao watakujua fasiki nani? Mtizame ambaye asimama atukanana na mwenzake. Watakumjua kafiri nani? Mtizame yule ambaye atasimama kupigana na mwenzake ama kumuua mwenzake. Huyo mkatie moja kwa moja kafir.